Hoye hoye, Bagamoyo safi safi, Ujinga hoye hoye, Mantona hoye hoye, Mantona safi safi. Katika salamu za Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe CPA Anthony Albert Mantona leo zimefika katika kata ya Bagamoyo kwa Mheshimiwa Kabudi. Wakati tunaendeleza kampeni yetu ya Rungwe ya Mantona ni tabasamu tu, kuanzia 2025 mpaka 2030 tutakuwa na kampeni hii muhimu ya Rungwe ya Mantona ni tabasamu tu, tukipita kila kata kwenda kuwatabasamisha. Na leo tumefika katika kata ya Bagamoyo, kijiji cha Bujinga, kuja kuwatabasamisha kwa kuwakabidhi mifuko 100 ya simenti kwa ajili ya ujenzi wa kituo, kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya kijiji hiki cha Bujinga. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe alitamani sana kufika hapa Bujinga. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe kwanza anawapenda sana watu wa Bagamoyo kwa kumchagua kwa kula nyingi, lakini pia anawapenda watu wa Bagamoyo kwa kumchagua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kula nyingi sana. Mheshimiwa mbunge anathamini sana maendeleo ambayo yameanzwa na wananchi wa kijiji hiki cha Bujinga na kata hii ya Bagamoyo, na ndio maana amenituma kuja kukabidhi mifuko 100 ya simenti kwa ajili ya kuwaunga mkono kuweza kuhakikisha kijiji hiki cha Bujinga mnapata zahanati yenu wa kijiji. Bujinga oye! Oye! Mantona oye! Oye! Tumezamilia kuwatabasamisha watu wa Bagamoyo, tumezamilia kuwatabasamisha watu wa jimbo la Rungwe. Katika kauli mbiu hii, Mheshimiwa mbunge Anthony Albert Mantona kwenye kila kata huko amewatabasamisha watu. Mmeona katika kata ya Kinyala, kata ya Nkunga, kata ya Kiwila, kata ya Rupepo, kata ya Ikuti, watu wametabasamishwa kweli kweli. Na ndio maana leo tumefika katika kata ya Bagamoyo na nyinyi mpate salamu hizi. Wakati tunasherehekea kufufuka kwa Yesu katika mwezi huu wa Pasaka, Mheshimiwa mbunge anasherehekea na nyie kufufuka kwa maendeleo ya kijiji hiki cha Bagamoyo. Bagamoyo oye! Bujinga oye! Kwa hiyo tutahakikisha watu wa Bujinga na watu wa Bagamoyo kipekee tutawaunga mkono katika harakati zenu zote za maendeleo. Lakini kipekee nimshukuru Mheshimiwa diwani wa kata hii ya Bagamoyo, Mheshimiwa Kabudi, kwa kazi kubwa anayoifanya. Amekuwa akitupa ushirikiano mzuri, amekuwa akitoa ushirikiano na changamoto zake ndani ya kata hii ya Bagamoyo. Hivyo basi tunamwahidi kumpa ushirikiano wa kutosha. Lakini pia tunakishukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kazi kubwa mnaendelea kuifanya. Muendelee kuisimamia hii kijiji cha Bujinga kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa kama ilivyo ada. Hivyo basi tunawashukuru sana watu wa Chama cha Mapinduzi, chama chetu, kwa usimamizi wenu mzuri. Lakini pia msimwache Mheshimiwa mbunge CPA Anthony Albert Mantona. Mmeona kazi zake za vitendo. Kwa kweli mtu huyu wa Mungu tusimwache, tuendelee kumlinda kwa hivyo mkubwa. Lakini pia niendelee kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kumsikiza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa kuendelea kumsikiza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rungwe CPA Anthony Albert Mantona. Tumeona siku 100 tu zaidi ya bilioni 36 zimeingia katika jimbo letu la Rungwe. Nani kama Samia? Hakuna. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge ameendelea kupewa kipaumbele sana na Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutuingizia fedha bilioni 36 katika siku 100 za Mheshimiwa Rais, katika siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeona katika kata ya Suma, tumeona katika kata za Kisondera, tumeona katika kata ya Nkunga, mamilioni ya fedha yameingia kwa ajili ya ujenzi wa miradi mbalimbali, miradi ya afya, miradi ya elimu na miundombinu mbalimbali. Hivyo basi tuendelee kuwaombea viongozi wetu hawa kwa Mwenyezi Mungu ili waendelee kupata afya njema na nguvu, wazidi kututumikia. Bujinga oye! Oye! Bagamoyo oye! Oye! Kwa maneno haya machache niseme na washukuru sana watu wa Bujinga. Asanteni sana kwa kutupokea. Mungu awabariki. Pia tumetoa mifuko 100 ambayo iliweza kutusukuma mpaka tumefikia hatua ya 50. Lakini si hivyo tu, ameweza kutusaidia hata kwenye soko letu, hata kama bado kuna changamoto juu ya soko, lakini atuletea milioni 1 kwa ajili ya uzinduzi na kuendelea uendelezaji wa soko letu lile la Batili. Nikushukuru sana katibu kwa ajili ya kuja kuwasilisha hii mifuko, lakini pia niwashukuru sana wananchi wote wa kata ya Bagamoyo kwa ushirikiano ambao umeendelea kuonyesha wa kujenga Bagamoyo yetu. Bagamoyo yetu kweli itajengwa na sisi wenyewe, na tunashukuru kwamba hata mbunge ameamua kuonyesha mkono wake, na naomba sasa hata sisi sasa, kwa kuwa ameleta hii mifuko 100, basi hata sisi tuonyeshe nguvu yetu kwa ajili ya kuendeleza sasa ujenzi ili uweze kusogea na tuweze kuendeleza boma letu. Niwashukuru sana wenyeviti wote wa vitongoji pamoja na viongozi wote wa kata kwa ujumla, bila kumsahau mtendaji wa kata na viongozi wote ambao tunaunda kata. Kwa kweli nawashukuru sana, na naomba unipelekee salamu katibu wa mbunge, nipelekee salamu hizi kwa mbunge
kwa ajili ya haya kwa ajili ya kuleta simenti hizi. Lakini pia nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bado inaendelea kufanya kazi na tumeona lami iko pale kutoka pale kuanzia hapo kitongoji cha Batini, na tuna imani kwamba tutaendelea tena kwa ajili ya ujenzi huo. Nia yetu na nia ya serikali ni kwamba iweze kufika kujenga hiyo lami moja kwa moja mpaka mwisho wa mji. Kwa tutakuwa kabisa tumeifungua hii Bagamoyo yetu, lakini hata Jinja ambapo kuna shule na zahanati ya jengo safi. Mantona safi. Kwanza nimshukuru mheshimiwa mbunge, sisi tunataniana sema tumepandwa kwa ukarimu na ndio maana tunavuna kwa ukarimu. Hii yote hii toka mwanzo tulianza naye, hajatuacha Bagamoyo, haiturekebishia hata shule ya msingi Bagamoyo, tuwezwa mapaa yote, na bado tunaendelea na soko pale na patuchangia. Tukaja hapa kwenye swala la zahanati, unavyoziona ile tofali alitupa shilingi milioni 1 ya ujenzi, lakini pia alitoa mifuko 100 ya awali kama ilivyoongea mwenye viti wako hapa. Tukafiatua tofali na ndio tulizojenga msingi na zingine zimebaki hizo mnazoziona. Bado sisi Mantona ni jembe letu, tunajivunia akiambatana na Mama Samia na diwani wetu, au tunachagua sisi ni majembe, najivunia, ninatamba na CCM yangu. Kingine naomba tu nimuombe mheshimiwa mbunge azidi kutuboresha. Miaka aliyokuwa nayo hii bado watu tunamhitaji. Tunanong'ona ukasema kwani mtu anafanya maendeleo kwani asiendelee tu? Mbona akina Mwakyusa ifanye miaka 15 yeye imekueje? Kwa hiyo hii ni swala ambalo tunaomba tu asizidi kukata tamaa, aendelee kutujazia afya yetu zizidi kuboreka. Maki hapa atakuwa ameshamuokoa mama na mtoto. Kwenda kule Makandana ni mbali, lakini akipata awali nani huduma ya mwanzo hapa, kama ni maradhi makubwa ndio aende Makandani, toka ameshaokoa watu wengi sana. Hii hapa ni center. Ibigi wanatutegemea hapa, Makandana anatutegemea, Kawetere ni hapa wote, na mpaka Buliaga atakuja hapa kutibiwa hapa. Kwa hiyo ninaomba Ndembela yote wanaitegemea hapa zahanati hii. Kwa hiyo ninaomba tu Mungu atujalie, ampe moyo wa subira, moyo thabiti wa utekelezaji wa uvumilivu, ili aweze kutukamilishia zahanati yetu. Tunampongeza sana mheshimiwa, asituchoke. Bagamoyo hoye! Mantona safi! Samia safi! CCM hoye! Asante. Kutoa na kusema kwamba tunamshukuru sana mbunge wetu kwa kutujali sisi wana Bujinga, wana Bagamoyo. Tunaomba tu Mungu aendelee kumpa roho ya upendo, akaendelea kutupenda, asife moyo. Sisi tunampenda. Tupelekee salamu za kusema tunamsalimia sana, tunampenda na Mungu aendelee kumpenda na kumpa afya njema. Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutuwezesha, tunamshukuru sana na tunampenda mno. Tunaomba aendelee kutusaidia. Kwa hiyo tunaomba tupelekee shukrani zetu za dhati kwamba tunamshukuru, tunaomba msaada wake atusaidia. Tunamshukuru Bwana Mantona kwa mifuko 100, lakini pia hatuchoki sisi, bwana ni wanaye, tutazidi kumwomba tu, kwa sababu ujenzi kama mnavyoona ndio tunaendelea nao. Basi kwa hilo mimi sina mengi. Asante. La kwanza naomba nianze na kumshukuru sana mbunge wetu ndugu Anthony Albert Mantona kwa ajili ya kutuwezesha ili tuweze kusukuma zahanati yetu mbele. Tunakiri kupokea mifuko 100 kwa awamu hii, lakini tangu tumeanza ujenzi wa zahanati hii tumeuona mkono wake. Mara ya kwanza alitupa mifuko 100, ambapo mifuko 100 itusaidia katika swala la kwanza msingi, pamoja na tofali hizi mnazoziona tulianza kwa nguvu ya mbunge wetu. Lakini hata kabla hatujaingia kwenye uchaguzi, mwishoni mwa mwaka jana, hatujaingia kwenye uchaguzi, alitupa shilingi milioni 1 kwa ajili ya kuendeleza kusimamisha msingi.
hasa Bagamoyo, wananchi wanawapenda sana, tuweze kuwapa moyo kwamba hizi kazi za kujitoa kwamba haiwezekani hata kilomita hizi 3 6 tumeona matokeo ya mheshimiwa wetu, lakini pia tumekubali kwamba aliahidi kwenye mikutano ya kampeni kwamba atatekeleza. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana na kumshukuru. Hadi watu tunakuja mara kwa mara na watu wanaahidi sana kwa kitendo alichokifanya mheshimiwa mbunge, tunamshukuru sana. Mungu aendelee kumbariki, lakini pia asituchoke kama hivyo sisi. Tunamshukuru sana Bagamoyo.